Amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yenu na rehma zake na baraka zake. Leo nipo katika mkoa wa Tanga, wilaya ya Handeni, kijiji cha Kileguru. Namshukuru Mungu kuniwezesha leo kuitembelea familia ya mjane huyu anaitwa Rehema Omari Mnese. Mjane huyu Mungu alimjalia kupata watoto 7, mume wake amekwisha fariki. Watoto hawa 7 amewapata katika nyumba hii. Baada ya kufariki mume wake, Mungu alimpa pigo lingine la kufariki watoto wake 2 kwa kufatana, huyu mmoja akipata madhara ya kugongwa na nyoka usiku wa manane katika kibanda hichi, na mwingine kutokana na zile hali za kulala chini katika hii nyumba alipata limonia akaweza kufa. Waliobakia ni hawa na baadhi ambao hapa hawapo, wamekwenda mashuleni kwenda kusoma na bado hawajarudi kutokana na muda ambao tumefikia hapa. Ndugu zangu, kama mlikuwa hamfahamu, basi lazima mfahamu hili. Mjane huyu na hawa watoto mayatima wanaishi katika hii nyumba mnayoiona, iliyojengwa kwa miti ambayo tayari imekwisha oza, lakini imefarakatiwa na haya malailoni pamoja na haya viroba mnavyoviona. Kama ulikuwa unafahamu au kama ulikuwa haujui kuwa kuna watu wanaishi mazingira magumu na kuna watu wanaishi mazingira mazito, basi naomba leo uwe ni shahidi juu ya maisha anayoishi dada yetu huyu Fatuma Rehema Omari Mnese hapa katika kijiji cha Kileguru. Ndugu zangu wapenzi wa mambo ya kheri, kokote pale mlipo juu ya mgongo wa ardhi, inawezekana wewe unaishi pazuri, unalala pazuri, sehemu zina tiles, sehemu zina AC, kaa ufahamu ya kuwa wapo mayatima wenye hali ngumu wanaoishi kwenye nyumba kama hii. Nyumba hii inaruhusu maji kuingia ndani. Huyu dada mjane analazimika wakati mwingine usiku wa manane kusimama na katika stuli, kusimama katika mbao na kuwasimamisha watoto na wengine kuwabeba mgongoni kupisha maji yapite, kwa sababu sehemu iliyokuwepo ni sehemu ambayo maji yanapita kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo wakati mwingine usiku wanakatisha usingizi ili kuruhusu maji ya mvua yapite, kwa sababu ni mikoa ambayo mvua zinanyesha mara kwa mara. Lakini sio hilo, hao watoto kila kukicha wanaumwa mafua, wanaumwa limonia, wanaumwa maradhi mbalimbali. Ndugu zangu, kwa nini? Kwa mazingira magumu wanayoishi. Ni waombe wapenda kheri kokote pale mlipo juu ya mgongo wa ardhi, na kama Mungu amekupa chembe ya imani kuungana na sisi kufanya harambee, tumpatie huyu mjane, ndugu zangu, hata chumba kimoja cha kustirika na hawa watoto. Mwenyezi Mungu atakulipa. Kama kuna mambo yanaweza kaleta baraka katika maisha yako, basi miongoni mwao ni jambo kama hili la kusaidia wajane pamoja na hawa watoto maskini, malaika wa Mungu, mayatima wasiojua na kitu, wanaishi mazingira magumu. Vitoto kama hivi vinalala na njaa wakati mwingine, vitoto kama hivi maskini wakati mwingine vinakula mlo mmoja. Ni jambo linaloumiza sana. Kumbukeni ya kuwa baadhi ya mayatima wanaolelewa katika vituo vya mjini, wao wana hakika ya kupata baadhi ya huduma nyingi, lakini kuna hawa mayatima wa vijijini wanaoishi huku. Ndugu zangu, sisi The Ikram Foundation tumeamua tukusogezee hali zao. Mayatima hawa wa vijijini wanapata shida, wanapata mitihani, wanapata dhiki. Wako wapi wapenzi wa kheri? Basi waweze kuwanusuru hii familia, pasi na kutizama imani yao, pasi na kutizama dini yao, pasi na kutizama rangi yao, pasi na kutizama kabila yao. Fanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Natarajia atakaye kulipa ni Mwenyezi Mungu, malipo yaliyokuwa makubwa sana. Kwa hiyo niwaombe wadau wa mambo ya kheri, ndugu zangu, kuiangalia kwa jicho la huruma hii familia na kutoa kile ambacho Mungu amewaruzuku, tuweze kuwanusuru. Hii familia inaishi mazingira magumu. Hii ndiyo hali ya nyumba wanayoishi. Njoo huku ni kuonyeshe zaidi uweze kuona. Mnaona haya matobo yaliyokuwa wazi? Mnaona hii miti iliyokuwa wazi? Njooni muangalie vizuri. Tazama huku namna hii nyumba jinsi ilivyokuwa. Ndipo humu wanapolala ndugu zetu, humu ndipo wanapolala yatima, humu ndipo wanapolala mjane. Kweli ndugu zangu, tunaweza tukashindwa walau chumba kimoja cha kuwanusuru hawa na maisha dhalili, maisha duni kama haya, tutakwenda kumjibu nini Mwenyezi Mungu siku ya mwisho? Ndugu zangu, haya ni masala ambayo inapaswa tujitoe kwa hali na mali tuweze kuzisaidia hizi familia, kwa Allah na Mwenyezi Mungu atakuwa ni mwenye kutulipa kwa uwezo wake. Ndugu zangu, niwaombe kisha niwaombe Mungu awape roho za huruma, Mungu awape roho za imani, ili tuweze kumsaidia huyu mjane mwenye mayatima maskini anayelala nao katika mazingira magumu na mazingira mazito kama haya. Nitoe shukurani zangu za dhati na niwaombee dua. Mwenyezi Mungu awajalieni kila laheri na baraka. Mungu akupeni nyoyo za huruma, Mungu akupeni nyoyo za kugusa. Sisi kama The Ikram Foundation tumefikisha, na Mungu awe shahidi.
kazi sasa ni kwetu sisi na kwenu nyinyi, namna gani tunaungana kuweza kuzisaidia hizi familia zenye ziki. Hayakuwa juu yetu sisi ila kuwafikishieni ujumbe, na ujumbe tumewafikisha. Mungu awabariki sana na awajalie kila lenye heri na kila lenye baraka.